Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 9, kipindi cha kawaida mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3 na aya ya 6 hadi ya 12, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya 12 aya ya 18 hadi ya 27. Karibu tusikilize Injili. Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiyama, walimwendea Yesu wakamuuliza na kusema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kwamba ndugu ya mtu akifa akamwacha mkewe wala hana mtoto, ndugu yake amtwae yule mkewe akampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akatwaa mke akafa, asiache uzao. Wa pili naye akatwaa akafa, wala yeye hakuacha uzao. Na watatu kadhalika, hata na wote 7 wasiache mzao. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiyama atakuwa mke wa yupi kati ya hao? Maana wote 7 walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, Je, hampotei kwa sababu hii, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu? Kwa maana watakapofufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika walioko mbinguni. Na kwa habari ya wafu ya kwamba wafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa sura ya kijiti, jinsi Mungu alivyomwambia akisema, Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Hivyo mwapotea sana. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Masadukayo ambao hawaamini juu ya kiyama pamoja na ufufuo wa wafu wanamuuliza Yesu wakitaka kuthibitisha kile wanachoamini juu ya ufufuo wa wafu, wakitumia mfano wa ndoa ya kidunia na sheria za Musa. Tutambue ya kuwa swali hilo lililenga katika kuwatetea Masadukayo juu ya kutoamini kwao kwenye ufufuko. Lakini kinyume na matarajio yao, Kristo anang'amua kile wanachokitaka na anawafafanulia katika akili zao juu ya ufufuo. Kristo hafunui siri hii kwa Masadukayo peke yao, bali hata kwetu sisi leo, kwamba siku ya mwisho katika ufufuko wa wafu, tamaduni, mipaka na muunganiko wetu hapa duniani unafutwa na sisi tunakuwa viumbe vipya. Hivyo tamaduni za kuoa au kuoana zinaishia katika maisha yetu ya kidunia. Swala la ufufuo ni katika muunganiko na Mungu, ndipo pale tunapoweza kumwona Mungu jinsi alivyo. Katika hali yetu ya kidunia na udhaifu wetu wa kibinadamu unachakaa, bali utu wetu wa ndani unafanywa upya. Tutambue ya kuwa Masadukayo wanakataa ufufuo, na hivyo wanajiaminisha kuwa pale tu tutakapokufa safari yetu inaishia hapo, hivyo kutoa fursa ya kutapanya mali na anasa zote za dunia, kwani kila kitu kinaisha pale tu tunapokufa. Somo hili la Injili linatufafanulia juu ya maisha yetu hapa duniani. Kuna muda tunakuwa na imani ile waliokuwa nayo Masadukayo, kwani tunafikiri ya kuwa hapa duniani tumefika na kuwa mwisho wetu ni mwisho wa kila kitu na kila kitu kinaishia hapa duniani.
Tunang'ang'ania vile ambavyo ulimwengu umeweka mbele yetu. Tunapigania vitu ambavyo tutaviacha katika ulimwengu huu. Ni kawaida katika ulimwengu huu wa leo kuona mtu yupo tayari kutoa uhai wa binadamu mwenzake ili tu kujiridhisha na malimwengu. Hii inatokana na kujiaminisha kuwa haya yote ambayo ulimwengu umetupa tutakwenda nayo pale tutakapokufa. Katika hali hii hatuna tofauti na Masadukayo. Kristo leo anafunua macho yetu na akili zetu kuwa haya ya ulimwengu yatapita, na hivyo tuweze kutarajia yale ya kimungu kwa kuishi vyema na kufuata yale Mungu anayotuagiza. Siku ya leo Mama Kanisa anaweka mbele yetu sherehe ya watakatifu mashahidi wa Uganda. Mashahidi hawa wa Uganda wameacha alama kubwa ya imani, hasa katika bara la Afrika. Imani ilipokuwa katika hatua za mwanzo kabisa kukita mizizi katika bara la Afrika, mashahidi hawa waliweza kutambua uhalisia wa maisha ya kiroho na kuwa tayari kutoa maisha yao kupitia mateso makali, wakitumainia mbingu na muunganiko wa kipekee na Kristo. Walitambua ya kuwa malimwengu yasingeweza kukata kiu yao ya kiroho, na mmoja kati ya watakatifu hao ni Mtakatifu Kizito, kijana mdogo kabisa wa miaka 14, ambaye katika ujana wake alitambua kuwa anasa na starehe za kidunia haziwezi kufikia furaha ya milele ipatikanayo katika mbingu. Katika maisha yake ambayo twaweza kusema ni machache ulimwenguni, kijana huyu aliyatumia kuitafuta mbingu. Watakatifu hawa wanatupa funzo kubwa leo kuwa katika umri wetu, uwe mdogo au mkubwa, twaweza kutumia maisha yetu kuwavuta wengine kupata uzima wa milele na sisi kuweza kuungana daima na Kristo mbinguni. Wafia dini hawa walikuwa tayari kuyaacha ya ulimwengu, kwani kuna wengine waliacha familia zao, kuna wengine waliacha madaraka pamoja na mali zao ili kuweza kupata uzima wa milele. Tumwombe Kristo leo aweze kutukumbusha ufupi wa maisha yetu ili tuweze kuwa na hekima juu ya mambo ya mbinguni. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Samuel Alphonse Kauki wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.